kilibadilika kipindi cha pili na kuruhusu mabao mawili? Nadhani ni ushindani wa mechi unategemea na pande zote mbili, namna ambavyo mmetegana mitego yenu. Tulijua Yanga wanakuja kuataki na sisi tulikuwa timu ya pili uwanjani, na tulikubaliana na hilo kwamba sisi ni timu ya pili uwanjani, Yanga ni timu ya kwanza. Then tulichokifanya ilikuwa ni mpango wa kuwazuieni wao ubora wao. Sasa ukiangalia dakika 45 za kwanza tumejitahidi, tumezuia ule ubora wa Yanga na tulikuwa tumewatega. Huwezi kuona kama goalkeeper alikuwa yuko kwenye pressure kubwa sana. So kwenye zile 45 zile 5 za nyongeza tukakosidi penalty ambayo nafikiri tungeweza kufanya pia vizuri zaidi. So tumeenda mapumziko tukaona tu maintain ule mpango, kwa sababu ndio ilikuwa njia pekee kuzuia na kufanya fast break. Na nafikiri kama ilivyoonekana first half kwamba tulikuwa tuna defend, lakini tukipata mpira tunafanya fast break direct kwenda kwenye goli lao na tumefanikiwa kupata goli. So chances tulikuwa nazo 2-3 japokuwa imetumika moja. Second half baada ya dakika 15 pia za kutoka mapumziko tuliweza kumaintain tukafanya vizuri. Baada ya hapo ilikuja makosa binafsi, kwa sababu tunafikiri kwamba kulikuwa na kusinzia kidogo. Ule mpira ambao ulitoka mbali tungeweza kufanya vizuri zaidi kama timu, kwa uzoefu wa wachezaji ambao tuko nao wangeweza kufanya vizuri zaidi ya vile, lakini ni makosa ambayo yanatokea kwenye mechi. Wachezaji wanafanya kazi, wakati mwingine ukifanya kosa moja sekunde timu kama hizi ambazo ziko na quality zinakuhukumu. Kwa hiyo nafikiri tumefanya kosa lile ambalo maybe wachezaji wanaona kama tungeweza kufanya vizuri zaidi ya vile, then ndani ya dakika chache baada ya kufanya kosa la pili na goli la pili tukafanya tena kosa lingine wakatuhukumu. So ikawa ni kujaribu kuwatuliza wachezaji, kuona namna ambavyo tunaweza tukatoka huko kwenye 3-1 kupata angalau goli la kupunguza, lakini tu maintain usiwe tena mlima mrefu, kwa sababu hii ni ligi, wakati mwingine goal difference ina mata. So kuruhusu mabao matatu maana yake ni kwamba mpango ambao uliingia nao umefeli. Kwa 100% unaamini ni makosa tu ambao umeyafanya, ama pia ubora wa Yanga uliongezeka baada ya kuona kile ambacho mnakifanya? Haujafeli, kwa sababu tofauti ya magoli hapa ni 2-0, si ndio? Tumepata goli against Yanga, si ndio? Last time hapa nafikiri mlishuhudia hapa kuna timu ilifungwa goli 6. So unawezaje kusema kwamba tumefeli sisi? Hapana, tumeplani. Unaweza kuona hizo goli mbili zimekuja within 5 minutes, si ndio? Dakika 5. So ukiangalia dakika 90, dakika 5 hatujafanya vizuri, lakini dakika 45 za first half tumefanya vizuri. Tulikuwa juu ya Yanga kulingana na nafasi ambazo tumezitengeneza na kuwazuia. So ndo nilivyokuambia kwamba wachezaji pia ni binadamu, kuna muda wanafanya makosa binafsi. Makosa binafsi yanakuwa generally sasa kwenye timu, lakini sio kwamba tunakuwa tumefeli. Mmeruhusu bao la build up, lakini bado timu yako inacheza vile vile. Huu ni mpango wenu? No, kama unafikiri kwamba unacheza na timu ambayo iko na quality, wako motivated kwa sababu ni current champions, si ndio? Wakati mwingine ukija na kitu ambacho huja plan nacho kinaweza kukuletea matatizo zaidi. Uenda unazungumza tumefungwa 3-1. Sasa maybe tungefungwa labda 10, si ndio? Ungeweza kusema sasa tumeamua kushambulia. No, unashambulia kwa hesabu. Space unaipata wapi, si ndio? Una watu gani? Mtashambuliaje? Mna energy kiasi gani mlichokuweza kuplan? So hata hivi tulikuwa tumemaintain vile, tuna maintain hivyo, kuona namna ambavyo tusiruhusu goli lingine la 4 kipindi tunatafuta goli moja. So tumeendelea kufanya hivyo kazi, lakini mwisho wa siku lazima tukubaliane kwamba wakati mwingine timu kama Yanga ni timu bora. Ndio, unatoka kwenye mechi umefungwa, lakini sio kama umefungwa na timu ya aina gani. Umefungwa na timu ambayo iko na ubora, umetry, umefanya kazi yako vizuri, si ndio? So huwezi kusema kwamba quality ambayo iko kwetu iko kwao pia, kwamba tuje tu 50-50. Kocha, kwa hizi siku za karibuni mmeonekana mkipoteza kwa mabao mengi sana mkutana na Young Africans. Pengine hii inaendelea kudhihirisha kwamba inakuwa ni ngumu sasa kupata angalau hata alama moja kwa Young Africans. Siku za karibuni hatujacheza tena na Yanga zaidi ya hii mechi nyingine. Asante sana mwalimu.